Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemega headline huko mtandaoni ni pamoja na hili jambo ambalo amelizungumza huyu bwana si mwingine bali ni Diamond Platnumz. Diamond bwana amezungumzia kuhusiana na sakata zima la kutengenezwa kwa arena hapa Tanzania. Sasa jambo ambalo limehappen bwana ni kwamba kwa muda mrefu sana wasanii wa Bongo Flava wamekuwa wakilalamika au wamekuwa wakililia serikali iweze kuwatengenezea sehemu, yani ukumbi mmoja mkubwa sana kwa ajili ya shughuli za kiburudani, yani ukumbi ambao utakuwa unatumika kwa ajili ya kufanyia event kama vile za ugawaji wa tunzo, vile vile bila kusahau kuwepo pia na ukumbi huo utumike kwa ajili ya kufanyia show kubwa. Kama unakumbuka vizuri, mnamo miaka kadhaa iliyopita bwana, kuna jambo la tunzo ambazo zilikuwa ni tunzo za Trace Music Awards, ambapo mwaka mmoja kabla zilifanyika kule nchini Kigali, Rwanda, lakini mwaka ule ufuata ikabidi zifanyike Tanzania, na ilikuwa ni moja kati ya heshima kubwa sana katika mziki wa Bongo Flava kuheshimishwa kutoka hapa Tanzania mpaka tunzo kubwa kabisa hizi kutoka Afrika kufanyika nchini humo. Kwa hivyo basi ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo viliwafanya watu wengi sana walikuwa very excited, na tunzo hizo zilifanyika kule Zanzibar, lakini kwa mujibu wa jinsi ambavyo maandalizi yalivyokuwa, ni kwamba kwa hali ilivyokuwa bwana, kwa namna moja au nyingine hali ilikuwa ni tete kidogo, kwani tunzo hizo zilifanyika nje ufukweni na jukwaa lilikuwa likiharibika, kulikuwa kuna matatizo ya hapa na pale, jambo ambalo kidogo halikuridhisha watu wengi, yani expectations za watu wengi hazikuwa met kutokana na kwamba kulikuwa kuna changamoto nyingi. Na yote hiyo ni kwamba iwapo kama kungekuwa na arena Tanzania, basi moja kwa moja ilikuwa ni jambo jepesi sana kwa tunzo hizo kufanyika katika arena hiyo, tofauti na kile ambacho kimetokea pande hizo za Zanzibar katika ugawaji wa tunzo za Trace Music Awards ambazo zilifanyika nchini Tanzania. So kwa upande wa Kigali Rwanda, japokuwa ni nchi ndogo, lakini wenyewe wametengenezewa arena. Kwa hiyo ina maana kwamba industry ya muziki wa Rwanda kidogo imepiga gepu. Serikali yao imeamua kuwapa thamani kubwa wasanii na kuwatengenezea arena. Tofauti na hapa Tanzania, wasanii bwana wamekuwa wakilalamika kwa muda mrefu kwamba wanahitaji arena, na hicho ndicho kitu ambacho amekizungumza zaidi Diamond Platnumz kuhusiana na sakata hilo, akiwa anazidi kuisii serikali iweze kutengeneza arena kwa ajili ya shughuli kubwa za kimuziki hapa Tanzania, kwani muziki ni moja kati ya chanzo cha mapato makubwa kabisa katika serikali ya Tanzania kwa wananchi. Muziki umegawa ajira kwa watu wengi. Muziki umekuza sekta mbalimbali kama vile sekta ya habari na vitu vingine kama hivyo. Sasa hili ni jambo ambalo amelizungumza Diamond Platnumz kwa muda mrefu sana pale Wasafi FM, katika interview ambayo ameifanya exclusive kabisa na Lil Omi. Katika interview hiyo bwana, Diamond amezungumza vitu vingi sana, vingi mno. Tutakava kimoja baada ya kingine na tutaangalia pia maoni ya wadau yamezungumzaje, lakini kwa hii leo tunataka tuzungumze kwanza kuhusiana na hili swala la arena, kwani limemeke headline kweli kweli kutokana na kwamba Harmonize Konde Boy ni moja kati ya wasanii ambao wamekuja kujibu swala hilo, akiwa anapingana vikali na kile ambacho amekizungumza Diamond Platnumz. Kwa upande wake Harmonize bwana, yeye amekuja hapa amelizungumzia swala hilo, akidai kwamba alichokizungumza Diamond bwana hakina mashiko, na serikali imejitahidi sana, imefanya vitu vingi sana vikubwa, na pia vile vile iko na project nyingi ambazo zinaleta matokeo chanya kwa jamii. Hakuna sababu ya kufocus zaidi kwa sasa na arena. Kwa kifupi ni kama vile Harmonize ameamua kumcrush Diamond, yani mchana kweupe kabisa, jambo ambalo limeibua hisia za wadau wengi sana. Wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kile ambacho Harmonize amekizungumza. So kitu kingine ambacho kimehappen ni kwamba mmoja kati ya wadau wa muziki wa Bongo Flava, huyu bwana si mwingine bali ni Hechi Baba, na yeye pia amejitokeza kuja kulizungumzia swala hilo la arena, swala ambalo Diamond bwana ameenda nalo viral siku ya leo. Ni kwamba hapa bwana kuna issue ambayo amekuja kuizungumza huyu Hechi Baba. Hapa nataka umsikilize, maana na yeye pia amekuwa na maoni kidogo kuhusiana na kitu ambacho amekuja kureact Harmonize Konde Boy kuhusiana na hiyo issue ya arena.
ambapo issue hiyo of course initially imezungumzwa na Diamond Platnumz kama alivyosema hapo awali. So Hechi Baba naye pia kupitia ukurasa wake wa Instagram bwana amekuja kuweka maoni yake hapa, nataka umsikilize. Oya. Nimeona mjadala huko, nimeona watu mnabishana sana, nimeona mambo ni mengi. Kwa kweli nataka niseme kitu kimoja kizuri sana. Mimi upande wangu binafsi sijaona kosa la Diamond sehemu yoyote. Kazungumza kweli, kazungumza jambo ambalo litasaidia wengine, kizazi kingine kitasaidia na hao wanaotaka kumpinga. Mimi naona muda mwingine Nyadundo, tumia akili. Tumia akili. Tumia akili. Usio na kurupuka. Unapokurupuka unajikurupusha, afu inakuja kukuletea shida kwa sababu umeongea vitu ambavyo hata havina maana. Yeye kazungumzia kwa sababu ya industry nzima ya sanaa. Wewe unakuja na mambo yako, ameongea, anataka sionekane yeye ndiye alisema. Wewe ulikuwa wapi kusema? Ulikuwa wapi kuzungumza? Alafu kitu unachozungumza wewe uswala sijui la vitu ambavyo labda vifanyike, sio vifanyike, vinafanywa kila siku na serikali yetu. Vinafanywa kila siku kwa sababu yale ni maendeleo ya kila siku. Mahitaji yanahitajika, mambo yanaenda. Alena ni jambo la msingi kwa sababu ya sanaa yetu. Tupate wageni, tupate watu, tupate nini? Asio kichokuuma nini? Mbona mimi sikuelewi? Unaona shida gani? Alafu nakukumbusha kitu kingine kwamba bila yule wewe usingetoka. Na bila yule wewe hakuna kitu chochote. Unapotaka kuzungumza tumia akili. Unakurupuka sana, unakurupuka mno. Huwa nakwambia fanya mziki. Fanya mziki. Kama mahusiano na kuchanganya, tulia. Wewe ulijua labda ukiwatibu watu watapotea. Hakuna mtu anapotea. Si unakaga vitu tunajadiliana. Hechi Baba kapotea, kabla sio kapotea. Mimi naheshimu msiba, naheshimu kipindi ambacho nilichopitia. Kwa hiyo ninaheshima na maisha ambayo nimepitia na malezi ambayo nimelelewa na mamangu. Huwezi kuwa na msiba kwanza hapana. Lazima uheshimu. Yeah, so hicho ndicho alichokuja kukizungumza huyo si mwingine bali ni Hechi Baba kuhusiana na sakata zima ambalo limekuwa likiendelea kati ya Diamond na Harmonize dhidi ya sakata ambalo ameligusia Diamond katika interview ambayo ameifanya pale Wasafi kuhusiana na serikali kujenga arena kwa ajili ya wasanii wa Bongo Flava. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.